Haleluya. I welcome you all, na wakaribisha katika jina la Yesu siku ya leo. Kwa yule anayetazama katika mtandao huu wa YouTube, basi na wakaribisha kwa wakubwa, kwa wadogo, kwa wazee, kila mmoja ambaye Mungu amempatia neema siku ya leo. Kwa hivyo siku ya leo ni neema ya Mungu ambaye amefanya tumeiona. Sio kwa ajili ya kwamba tuko na nguvu, sio kwa ajili ya kwamba ni elimu zetu, bali ni neema yake. Na ndio maana siku ya leo nawakaribisha kwa watu wote ambao wanasikia sauti. Basi mimi niko tuna ushuhuda na neno la Mungu. Na kabla sijaleta neno la Mungu, ninapenda nikaweze kuomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua Mungu kwa wasikilizaji wote ambao watasikiliza. Baba, ninakupa nguvu zako Bwana, ukatawale usiku ya leo, ukatawale kila mmoja, tawala kwa wakubwa, tawala kwa wadogo. Mungu Baba, tunakuomba neno lako likaweze kukaa ndani ya mioyo zetu na ukafungue mioyo zetu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako, kwa ajili ya roho wako, kwa ajili ya neema yako. In Jesus name I pray. Amen. Basi siku ya leo nataka kuzungumzia kuhusu neema ya Kristo. Na hii neema, vile Kristo alileta neema na akaanza pale katika huduma yake. Na katika hii neema basi tutaenda kujifunza jambo moja yenye Yesu alipoanza huduma yake, alipoleta kanisa la neema. Maana kanisa la Kristo ni la neema. Kanisa la Musa lililokuwa jangwani ni la sheria. Na kanisa hili la Kristo ndilo nataka kuzungumza siku ya leo, ya kwamba kanisa la Kristo alilolianzisha alipoanza huduma yake. Na tutaanza mahali pale, tutasoma neno katika Luka chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. Na neno linasema hivi, nitasoma. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Sasa vile tumesoma hilo neno, hapo ndipo tunaona Yesu alikuwa amepatiwa chuo cha Isaya. Na tunaona vile alipatiwa chuo cha Isaya, maana Yesu kulingana na ulelezi wake aliishi akimpenda Mungu, aliishi kama anapenda neno. Kwa hivyo lile neno ambalo tumesoma in Luke chapter 4 verse 18, alienda kwa sinagogi moja, mahali ambapo alilelewa. Hii ni baada ya Yesu kufanya kutoka jangwani, ameweza kujaribiwa na shetani, ameshinda shetani. So aliingia, the Bible say, akaingia katika sinagogi mahali alipokuwa amelelewa. Na alipoingia katika lile sinagogi, wakampa chuo cha Isaya. Alipopewa chuo cha Isaya, the Bible say, akafungua, akatafuta mahali ambapo panasema Roho wa Bwana yu juu yangu.
Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. So kitu cha kwanza hapa tunaona Yesu alipopewa hicho chuo, akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote wakistaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia methali hii, tabibu, jiponye nafsi yako, mambo yote niliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. So huyu ni Yesu alikuwa anajitambulisha, na alipojitambulisha basi hili neno ambalo alisoma, neno hili alipewa chuo cha Isaya. Na hili neno vile wasomaji wa Biblia mnajua neno hili Isaya alizungumzia Waisraeli in Isaiah chapter 61 verse 1. Hata yeye alitamka neno kama hili, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenitia mafuta kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona. Pia Isaya aliweza kusema neno hili in Isaiah 61 verse 1. Na ni kwa nini Yesu aliweza kusema neno hili? Ni kwa sababu neno hili Wayahudi walikuwa wamelizoea kulisoma, ni kama storybook. Neno hili walikuwa wanajua ya kwamba Mesaya atakuja. Mesaya atakuja, mfalme awakomboe. Lakini vile Yesu alijitambulisha akasema ya kwamba neno hili limetimia, hawakuamini. Na walikuwa Wayahudi ambao wamengoja mfalme wao akuje. Na mfalme wao ni Yesu Kristo. Yesu ambaye sasa anasema na neno hili basi limetimia machoni penu. Neno linasema ya kwamba hawakumkubali, walimrusha nje, wakataka kumtupa chini ya jukwaa, chini ya mwamba. Lakini Yesu akapita katikati yao, akaenda Kapernaumu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili ya hawa Wayahudi. Wayahudi wamemkataa. Sasa Yesu akaenda Kapernaumu, akapita katikati yao. Na neno hili linamaanisha kwamba hawa Wayahudi walikuwa wanalijua hili neno. Walikuwa wanalisoma kila siku, kila siku ya Sabato wanalisoma, Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa hivyo walijua ya kwamba hiki kitabu cha nabii Isaya walikielewa wakisoma, lakini hawakuunderstand ya kwamba sasa Yesu vile amesema ni yeye, basi walimkana. That's why neno hili basi hawa Wayahudi ambao walikuwa chini ya sheria, maana hawa walikuwa
ni Wayahudi ambao Isaya aliwahubiria. Walisikia manabii wa Isaya, so wanajua sheria. Sasa Yesu anakuja kuwaambia yametimia sasa yale Isaya amefanya, aliongelea, lakini hawakuamini. Walitaka kuendelea kuishi kwa sheria, kwa sababu Yesu alikuja na akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Maskini ni yule mtu ambaye hajajua kweli, na kweli Yesu Kristo alikuja kuambia neno hili limetimia. Wakati nimelisoma maandiko haya yametimia, lakini hawakutaka kujua kweli. Walitaka kurusha Yesu chini ya mwamba, lakini the Bible says Yesu akapita katikati yao, akaenda Kapernaum. Kwa nini? Ni kwa sababu hawakutaka kujua ukweli, hawakutaka kuambiwa ukweli. Walisema huyu ni mtoto wa Yusufu, tumemwona akiwa mdogo mpaka saa hii, itakuwaje ya kwamba yeye, hii maandiko ya Isaya 61 anasema haya maandiko yametimia? Ni neno ambalo walikuwa wamezoea kusoma, ni neno ambalo walilisoma kuanzia utotoni mwao, lakini sasa Yesu anakuja kuwafungua macho, maana walikuwa ni maskini. Walikuwa ni maskini. Yesu amekuja anasema, kwa maana Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Watu kama hawa, Wayahudi hawa, walikuwa maskini, maskini wa neno. Walikuwa hawajajua neno. Sasa neno lenyewe limekuja na limedhibitika na limejishuhudia kwamba neno hili ambalo Isaya alitabiri ni mimi niliyekuwa na Isaya alikuwa anaongea, lakini walikataa njia, walikataa kumsikiliza, wakataka kumrusha chini ya mwamba. Kwa nini? And that's why neno hili linatufunza katika siku ya leo, katika kanisa la Kristo. Kuna watu wa namna hiyo ambayo sasa wanasoma neno, wanaelewa neno, wanajua neno linasema nini, lakini sasa hawaingii kwa neno ambalo ni Yesu Kristo. Bado wako na maneno. Neno lenyewe limekuja ambalo ni Kristo, neno ambalo the Bible says, Yesu mwenyewe anasema nimekuja kufulfill the law, nimekuja kukamilisha sheria. That is Matthew chapter 5 verse 17, ya kwamba nimekuja, sijakuja kutagua torati, bali kukamilisha, to fulfill the law. Lakini sasa hawa Wayahudi wanaona ya kwamba huyu ni mtoto wa Yusufu, huyu ni mtoto ambaye tumemwona juzi hapa. Kwa nini anaongea haya maneno? Kwa hivyo hawakukubali, na ndio maana kuna Wakristo hawajakubali neno la Mungu. Hata Wakristo wa siku ya leo ambao wanaenda kwa kanisa la Kristo, bado kuna Wakristo hawajakubali Yesu Kristo, ya kwamba alituokoa ulimwengu, alikufa msalabani, alituondoa kwa sheria. Kuna Wakristo sasa wanaenda kanisani, wanaenda kuabudu Yesu Kristo, lakini hawajagundua huyo Yesu Kristo, hawajagundua damu ya msalaba, hawajagundua neema. Bado wako chini ya sheria, ambayo sheria hiyo, bishop wa hiyo sheria ni Moses. Kwa hivyo na Yesu mwenyewe anasema
I have come to fulfill the law. In Matthew chapter 5 verse 17. Verse 18 anasema ya kwamba maneno yote ya ambayo ni ya Torati. Maneno yote ambayo ni ya Torati. Yesu anasema hivi katika Matthew chapter 5. Waje tusome chapter 5 verse 18. Matthew chapter 5 verse 18 nasema ya kwamba verse 18, msidhani ya kuwa nalikuja kuitagua Torati au manabii, la, si kuja kutagua bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Nchi, Yesu anasema nchi zitapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Yaani kwa njia nyingine ya kwamba mambo yote manabii walinena katika Torati mpaka yatimie. Nchi zitaondoka yodi moja, lakini yale ambayo yaliandikwa kwa Torati yanafanya hata haitaondoka hata yote yatimie. Na yalitimia yale yote manabii waliandika kuhusu Yesu Kristo. Yesu wa Nazareti alikuja kuyatimiza. Lakini kuna Wakristo basi bado wako chini ya sheria, hawajagundua huyu Yesu Kristo ambaye anasema in Luke chapter 4 verse 18, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Bado Wakristo ni wako maskini, na hatusemi maskini wa Prado, sisemi maskini wa pesa, sisemi maskini wa nguo. Kuna maskini ambaye ni wa kujua kweli, maskini wa kujua ukweli, na ukweli huu ni Yesu Kristo, because the Bible says in John chapter 8 verse 32 that you shall know the truth and the truth shall set you free. Verse 36 says, inasema who the Son set free is free indeed. Kwa hivyo kuna Wakristo hawajajua kweli, ukweli hijawaweka huru, hawajajua neno, bado wako na ile roho ambayo Wayahudi walikuwa nayo, wakamtoa nje Yesu. Yesu akapita katikati yao, and then akaenda Kapernaumu akafanya miujiza huko. Wakasikia Yesu anafanya Kapernaumu miujiza. Kuna Wakristo kama hao sasa. Saa hii Yesu hatapitia Kapernaumu. Wewe kama Mkristo umesikia injili ya Kristo, umesikia msalaba wa Kristo, vile anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiria maskini. Tulikuwa maskini, tulikuwa chini ya sheria, na wewe bado uko chini ya sheria, uko chini ya mwanadamu, bado uko chini ya aposto wako, uko chini ndani ya moyo wako ni archbishop, ndani ya moyo wako ni aposto wako, ndani ya moyo wako ni prophet wako, mpaka umemwita the mightiest prophet. Then haujagundua neno, haujagundua msalaba, haujagundua damu. Wewe ni maskini wa roho, wewe ni maskini sana, because Yesu hataki maskini wa pesa. The Bible says in Matthew chapter 5 verse 3, heri maskini wa roho. Heri maskini wa roho, maana nini? Maana ufalme wa mbinguni ni wao. That is Matthew chapter 5 verse 3.
heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hivyo maskini wa roho ni wale ambao wanatamani sana kujua ukweli, na ukweli ndio huu ninaohubiri: Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, Yesu aliyemwaga damu pale msalabani, Yesu aliyesema in John 19 verse 30, it is finished, I have accomplished the law. Nimemaliza yale manabii walinena kwa sheria. Sasa saa hii nimeweka huru. Kwa hivyo kuna Wakristo hawajatambua kweli, ambayo kweli hiyo ni Yesu Kristo. Let me read here. The scroll of Isaiah the prophet was handed to Jesus to read. He read from Isaiah 61 verse 1 and 2, in which Isaiah prophesied about the Messiah. Thus when Jesus read it, he was truly speaking about himself. Yes, alikuwa anazungumzia yeye. The Spirit of the Lord is on me. In verse 18, Jesus was filled and empowered by the Holy Spirit. Verse 1 and 14, he had been given the Spirit. He had been given the Spirit without limit. Alikuwa amepewa roho bila limiti yoyote, yaani roho alikuwa amemjaa. Now because he has anointed me to preach good news to poor, Jesus was the anointed one. That is the Messiah, the Christ. So the poor here are not only the poor in possession, but also the poor in spirit. It is the poor in the spirit who gladly receive the good news of salvation. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Amenituma, Yesu anajaribu kusema mahali pale, amenituma kufungua waliofungwa. Kwa hivyo hawa Wayahudi walikuwa wamefungwa na sheria, walikuwa wamekatalia sheria, lakini Yesu anajaribu kuwafungua, wakamkataa Wayahudi wenyewe. Yesu mwenyewe anaitwa mfalme wa Wayahudi, lakini Wayahudi wenyewe ndio wanamsulubisha mpaka pale msalabani. Ukisoma John 19:19 kuendelea hapo chini, Pilato alitindika kibao pale msalabani pa Yesu, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Lakini Wayahudi wakaenda kwa Pilato wakamwambia, kwa nini umeandika huyu ni mfalme wa Pilato? Pilato akawaambia, yale nimeandika. Kwa hivyo Yesu kudeclare ya kwamba the Spirit of the Lord is upon me, it was meaning that to bring men in his grace, in the grace. Alikuwa anataka kutuleta katika neema kupitia yeye. Ndio maana alihubiri ufalme wa mbinguni, atulete kwa ufalme wa mbinguni, tuondoke kwa ufalme wa dunia. Lakini sasa Wayahudi hawakutaka huo ufalme. Hao ndio walimkana mpaka wakamsulubisha. Na siku ya leo kuna watu kama hao, kuna kanisa kama hao, kuna viongozi kama hao ambao wanaongoza watu bado wako katika sheria. Hawajagundua msalaba, hawajagundua roho wa Mungu. Hawajagundua ya kwamba Yesu alikuja akasema, roho wa Mungu amenituma niwatangazie maskini habari njema. He has sent me to proclaim the freedom for the prisoners.
wale ambao wamefungwa kwa sheria, wale ambao bado wanatoa madhabihu kwa madhabahu. Wanapeleka madhabihu kwa madhabahu, wanapeleka ng'ombe kuchinja kwa madhabahu. So siku ya leo, wewe unayenisikia, unapelekanga nini? Je, unapelekanga title deed? Unapelekanga dhabihu za kuku kwa madhabahu ya Mungu? Bado unapeleka dhabihu za dhambi kwa madhabahu? Basi wewe umefungwa. Wewe bado umefungwa. Wewe bado umefungwa kwa sheria. Hata yule ambaye anaongoza ibada hiyo amefunga, na wewe na yeye basi hamjafunguliwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hamjajua the true way, hamjajua the true gospel, hamjajua the true grace. Jesus has come and he's proclaiming here in Matthew chapter 4 verse 18 that he has sent me to proclaim freedom for the prisoner. These are not only actually prisoners in jail, but they are also spiritual prisoners of sins and Satan. Christ came to get them free. That is, he came to forgive their sins. Sio kwa jela tu, sio wafungwa wa jela, bali wafungwa wa jela ambao wamekamatwa na sheria ya mwili wa dhambi, mwili ambao ni wa dhambi. Maana huu mwili ndio inakuambianga enda kwa waganga. Huu mwili ndio inakuambianga mzee, uko na 10,000 ongeza mke mwingine. Huu mwili ndio inakuambianga mama, huyu mwanaume hanitoshi, unakuwa na mpango wa kando. Ni mwili na kwa hivyo mwili uko na sheria zake, na Yesu amekuja kukuondoa kwa sheria ya mwili, na amekuja kukuondoa kwa sheria ambayo ilikuwa ni ya mauti. Sheria ilileta mauti. Sheria ilileta mauti. Watu 3,000 walikufa kwa sababu ya sheria. Musa alipoleta sheria in Exodus 32. In Exodus 32, ukisoma Exodus 32 verse 28, 26 to 27 there, ya kwamba to 28 inasema ya kwamba Musa aliposhuka na hizo mbao akazipasua, na alipozipasua basi akaamurisha Walawi waue watu, maana alisema walio upande wangu wakuja pande hii. Wana wa Walawi ndio walienda upande wa Musa. Alafu Musa akawapatia amri, akasema chukueni panga mkaue kila moja. Na the Bible says 3,000 people they die. Kwa hivyo watu walikufa kwa ajili ya sheria. Kwa hivyo nami nimekuja kukwambia sheria inaua. That's why sheria ya Musa ilikuwa ni upanga kwa upanga. Lakini sasa neema imekuja. Neema ya Kristo ndio hii ambayo Yesu anasema in Luke chapter 4 verse 18 ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema na kuwafungua waliofungwa. Waliofungwa kwa nini? Kwa sheria. Sheria ya mwili, sheria ya dhambi. So Christ was sent to bring sight for the blind. He not only opened men's bodily eyes, but he opens their spiritual eyes as well. Anafungua macho ya kiroho. Alafu Yesu anatuonesha Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni, anatuonesha Baba wa mbinguni ambaye yeye
ni baba wa kiroho, si baba wa kuabudu kule milimani. Amekuja kufungua Wayahudi ambao walikuwa wanaabudu Mungu kule milimani. Kule milimani wanaenda kumtafuta Mungu kule milimani. Ndio maana Yesu alimkuta yule mama Msamaria katika John chapter 4 verse 23 to 24. Anaambia yule mama ya kwamba anawatafuta wamwabuduo katika roho na kweli. Lakini yule mama anawamwambia ya kwamba sisi tunamwabudu Mungu katika milima. Yesu anafungua yule mama macho ya kiroho, ni kwa sababu anataka ajue kuna Mungu wa roho anayeabudiwa katika roho na kweli. So Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Hilo ndio jambo ambalo Yesu aliwafikishia Wayahudi, lakini Wayahudi wakamkana. Na saa hii sasa si Mungu wa Wayahudi. Saa hii wakati alikufa msalabani na akasema in John 19:30 it is finished, alikufia watu wote. Kwa hivyo alikufia makabila wote. So it is you to make your own choice whether you are under the law or you will go to the grace. Uko chini ya sheria ama umevuka, umeingia kwa neema. That's why hilo neno in Luke chapter 4 verse 18, Yesu alisema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia waliofungwa, kuwatangazia maskini habari njema, na kufungua waliofungwa, na kutangaza mwaka wa Bwana. He was sent to release the oppressed. People were oppressed by their rulers, the Romans by their own hypocritical religious leader, and by the rich and powerful. But they were also oppressed by fear and doubt and sinful lust. Christ offered them release, peace, joy. Finally, Jesus was sent to proclaim the year of the Lord, favor, that is the coming of Messiah, consolation of Israel. Kwa hivyo ni hivyo. Je, wewe uko wapi? Wewe unayenisikia uko wapi? Wacha tukaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, pokea sifa, pokea utukufu. Bariki kila mmoja Bwana, mtoto wako Yesu, kila mmoja atakayesikia Bwana sauti, ukambadilisha, ukamleta kwa neema yako. In Jesus name I pray. Amen. Shalom, shalom.